uchawi wa kuvizia. Ndani mwa humu tutakwenda kujifunza faida ya nyakati na kile ambacho mimi nimekuletea. Yote kwa yote, kuna namba za simu ambazo zinapita hapo. Kuna namba ambayo mliopo katika ardhi ya Tanzania, hii utatumia kupiga, utapiga moja kwa moja. Lakini kwa wale ambao mtakaokuwa nje ya nchi ya Tanzania, kuna namba ambayo inaishia 771. Hiyo ndio namba ya WhatsApp, unaweza ukapiga kwa shida yoyote, tatizo lolote. Tena na wataka wale watu ambao wamekusha kushindikana, yani watu wameshangaika mpaka wamekata tamaa katika matatizo yao, kwamba wameona hakuna tena njia nyingine, japokuwa dini yetu ya Kiislamu inakataza kukata tamaa. La taqnatu min rahmatillah, yaqulu azza wa jalla, tusikate tamaa katika rehema za Allah tabaraka wa taala. 771 nipigie, tutafanya mambo baktatan kwa kutumia nyakati, kupitia masaa na muda, popote uliko duniani, na Allah tabaraka wa taala atakufanya shifa ya ajabu. Kama hujawahi kushuhudia miujiza, haujawahi kushuhudia karamati, hujawahi kushuhudia mambo ambayo yanakwenda papo kwa papo, insha Allah nitafute kwenye namba hizo, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala Mwenyezi Mungu atakuondoshea yale yanayokusibu. Ikhwani, as-sihru al-marsud, uchawi wa kuvizia. Ndugu zangu Waislamu, ziko chawi nyingi, lakini kuna uchawi ambao unaitwa hatari. Uchawi ambao ni wa hatari zaidi, watu wengi wamekuwa hawauzungumzii. Huu ni uchawi wa kuvizia. Watu wanavizia nini? Pale anapotaka kukuroga, huenda umemchukiza mtu muda mrefu zaidi ya mwaka, lakini anakufanyia subira aje akupige kitu ambacho kikikukamata, basi kutoka kwake na kuwa ni ngumu. Kwa waganga na waganguzi, inaweza kuwa ni sababu za wewe kuteseka katika ulimwengu. Lakini pia insha Allah suluhisho limekuijia baada ya kuona clip hii. Chukua hizo namba alafu nitafute. Hawa watu ambao wanakukusudia, anaweza akawa amekutarget kwamba fulani na muhitaji miongoni mwa siku au nafasi au muda au wakati ambao huwa wanautazamia katika maisha ya mwanadamu. Huwa wanaangalia kitu kinachoitwa aqsuful qamar au kusuful qamar, pale mwezi unapokuwa umekamatwa na jua, au kusufu shamsi, au pale ambapo jua limekamatwa na mwezi. Kipindi hiki huwa ni cha hatari sana, na ametufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utakapoona jua limekamatwa au ukaona mwezi umekamatwa, usichukue simu yako ukawa una rekodi alafu unawatumia ndugu zako au wengine wanaingia live ili ulimwengu waone jua na mwezi ulivyokamatwa katika nchi yake. Isipokuwa muda huo unatakiwa ukimbilie msikitini, uende ukamwombe Allah tabaraka wa taala. Wengi wanakimbilia kwa kuhisi kwamba huenda inaweza katokea ghalqa ya mwisho wa ulimwengu, pale ambapo jua na ulimwengu, kwa sababu hii dunia ni sayari ambayo inaendeshwa au inapata uhai kupitia jua. Mionzi ya jua inapopiga katika ardhi, basi hii dunia ndipo ambapo inaweza kuwa hai. Lakini msukumo wa jua jinsi ambavyo inavyotembea, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema wa shamsi tajri almustaqarri laha dhalika taqdirul aziz alalim, na jua pia na lenyewe linatembea katika njia zake, na hii ni mipango ambayo ameipanga yule ambaye aliyetukuka mbele ya wale ambao wanaojiita ni watukufu, ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Jua ni mfano wa loli linapopita barabarani, na dunia ni mfano wa vijikaratasi. Kwa ule upepo mkali, msukumo ule wa lile loli, basi ile karatasi na yenyewe inapeperuka kwa kuifuata ile nguvu ya lile loli lililokwisha kupita. Sasa pale panapoingia kiziwizi baina yake, yani mwezi umeingia katikati au dunia imeingia katikati au vyovyote itakavyokuwa, inaweza kapelekea ghalqa ya kilimwengu. Utakuta kuna watu wanakimbilia msikitini, kuna watu wanakwenda baadhi ya maeneo, wengine wanabaki wanashangaa. Hizi ni nyakati hatari, kwa sababu huwa hazitokei katika maisha ya mwanadamu. Angalia wanapotega katika nyakati. Ni nyakati ambazo katika maisha yako, baada ya kuwa unaiona clip hii, huenda labda ni mara 6 katika umri wako ili jambo ndio limetokea. Kwa ukipigwa nyakati hizi, inaweza kuwa ni tabu sana kutafuta iraji, lakini hapa unaizungumza naye, anajua wewe ulioviziwa katika nyakati ni jinsi gani ya kuweza kujiondosha kwa dua. Uko hata Marekani, wewe piga, nitakuelekeza kuna vitu utatafuta huko, tutakaa. Lakini pia kama itahitajika dawa zozote, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala zitakufikia kokote ulipo. Lakini upo katika ardhi ya Tanzania, hiyo namba hapo ambayo ni ya kawaida, yenyewe ni ya kupiga tu kawaida, lakini mwisho 771, hiyo ni namba ya WhatsApp kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Kwa wakati wachawi wanakwenda kukimbia kukuroga katika nyakati ni adimu katika maisha haya ya kilimwengu kutokea.
wewe unatakiwa pia na wewe unakimbia, unakwenda msikitini, unamuomba Allah tabaraka wa taala akunusuru kutokana na dhiki ya yale ambayo hauyaoni. Lakini wengi wanapuzia kama nilivyosema hapo mwanzo. Lakini licha kukamatwa na mwezi, lakini pia vile vile kukamatwa kwa jua. Kwani hamjawahi kuona katika maisha yenu wewe kuna mtu unamkuta pale mwezi muandamo ndo mtu anachanganyikiwa, anavurugwa akili? Hajawahi kukuta? Kwa nini mwezi? Yaani vinaendana vipi? Huyu mwanadamu yupo katika ardhi na sayari ambayo ni mwezi iko huko juu, inapoandama tu mtu anachanganyikiwa. Au mwezi unapokuwa umekamilika mtu wehu kabisa unapanda. Na mwingine havui nguo, lakini utamuona kuna wengi tunao hapa duniani, unakuta mtu anabadilika ukorofi usiokuwa na maana, ndoa zinakuwa hazina amani, mtu anarudi na maghadhabani asiyokuwepo. Ni kwa sababu ya ule mwezi, kuna nyakati ziliviziwa akapigwa, anachanganyikiwa bila kujijua. Lakini pia vile vile huwa wanaangalia haijani al-bahari. Haijani al-bahari ni mchafuko wa bahari kwa wale wanaokaa sehemu za pwani. Mahala papo mchawi anapokwenda akakusudia na akafanya mambo yake katika nyakati hizo, wallah wabillah, ikikukamata labda unayemfuata awe mzuri sana wa kujua masuala ya tiba, na ajue kwamba ni haijani al-bahari ndio imetumika huyu kufikwa na maradhi haya. Au hububu riyah, unaweza kuwa hauko pwani lakini upo sehemu ambapo upepo huo unavuma, ule upepo mkali unavuma. Kuna mahala hasa kiangazi huwa upepo unavuma mkali, zile ni hatari, ni kipindi kibaya. Pia huwa kuna homa fulani huwa zinawapata watu, ukajikuta watu wengi katika mji wanakuwa wanaumwa kwa zamzamu. Hicho ni kipindi pia hatari. Lakini hata ukiona kimbunga kile kinazunguka, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelezea, ukinyosha kidole alafu kuna maneno unatakiwa uyaseme, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala ile fitna iliyopo katika kile kimbunga inakuwa inaachana na wewe. Lakini pia vile vile ikhwani, ndugu zangu Waislamu, licha ya kwamba haijani al-bahr wa ububu riyah, huwa kuna kipindi ambacho pia wanakitazama, ambacho pia hiki ni hatari sana, pale ambapo mwaka unapoingia na mwaka unapomalizika. Ni wangapi mnaotazama klipu hii mnaumwa? Mwaka uliopita mmetupa pesa nyingi sana kwa ajili ya kujitibia wa mashehe tofauti, lakini mpaka leo bado dhiki ipo pale pale. Sababu ni nyingi. Ni nini? Mmefungwa katika nyakati ambazo zinatakiwa wapatikane wa kukufungueni. Lakini pia vile vile kuna wangapi katika nyinyi ambao mlikuwa mnahitaji biashara zenu ziende, riziki zimegoma. Unaweza kuwa unafanya biashara, unapata mtaji, ukishaupata tu ule mtaji, kabla haujapata ile pesa, yani labda unafanya kazi au labda hauna kazi, kuna pesa unaisubiria. Baada ya kuipata ile pesa, kabla hujaipata ulikuwa una mipango, tajiri yoyote akasome. Yani mipango ulionayo, kama akipata yule tajiri anakuwa tajiri mara 100, kama ni tajiri mara 1. Hapa nafikiri mtakuwa mmenielewa. Yani mipango ulionayo kabla hujapata pesa sasa hivi, kama anaipata tajiri anaweza akawa tajiri mara 100, na wakati sasa ni tajiri mara 1. Lakini wewe unapoipata ile pesa, ile mipango yote ya maana inakwisha. Unakuwa ni mtu ambaye kama kapandwa na wazimu, atafanya kile, atafanya hiki, vitu ambavyo haviingii kabisa katika akili ya mwanadamu. Mpaka pesa itakapoisha ndo akili ya kibinadamu inapofanyaje, inapofunguka. Huyu mwanadamu amefungwa, anapopata kipato pesa inamuendesha, na wala yeye haiendeshi pesa. Unakuona kitu kinakuingiza kwenye starehe ambazo hata ukutegemea katika maisha yako. Lakini licha ya hivyo, kuna wangapi ambao mmefungwa katika masuala ya ndoa? Wallahi wa billah, posa zinaingia, wanakuja watu wa maana kabisa, lakini wale watu wa maana wakishafika, litatokea tatizo lolote tu, hata kwa mtu wako wa karibu ndio itakuwa sababu ya ile ndoa kuharibika. Anakuharibia kabisa. Na hapa nitakupeni kitu kidogo ili mjue kabisa kwamba tunachokwenda kukifanya ni kitu kikubwa, na ili darasa litakuwa endelevu kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Unaweza kuona khairi imekuijia na bahati ya mwanadamu inakuja mara moja, isipokuwa pale utakapoivuta kwa dua. Lakini pia vile vile na kujijua wewe ni nani, kwa sababu kila mwanadamu ana nguvu yake. Je, wewe unaijua nguvu yako ni nini? Kila mwanadamu ana nguvu yake ya kiroho. Yani wewe hapo unaponitazama una nguvu ya kiroho, huenda inaweza ikawa inazidi hata mimi naizungumza, lakini unaijua, unaiwekaje sawa? Una nguvu ya kiroho ambayo inaweza kukupeleka katika utajiri. Una nguvu ya kiroho ambayo inaweza kukuporomosha katika umaskini. Una nguvu ya kiroho ambayo inaweza kukupeleka katika kuogopewa na kuheshimika katika ardhi hii. Na una nguvu ya kiroho ambayo inaweza kukupeleka katika udhalili na kuwa ni mtu asiyefaa katika haya maisha.
Sasa wenzenu wabaya wenu wanatumia hizo nyakati kukutengenezeni mazingira ya kutokuheshimika, kukutengenezeni mazingira ya kudhalaulika, na sisi mara nyingi tunashindwa kujitengeneza nafasi katika kufikia yale maeneo ya izza na utukufu na kuishi vizuri katika ulimwengu huu. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, nikupeni kisa kifupi cha huyu binti. Siku moja nilialikwa, takizungumza kwa ufupi sana, nisikilize. Nimealikwa na hawa mara nyingi tunaoita watoto wa 2000 hawa. Watoto wa 2000 wana matatizo makubwa. Nimealikwa chakula mahala. Baada ya kufika, alhamdulillah, alotualika alikuwa ni mtu tajiri, ana uwezo mkubwa, ghorofa karibia 3 kwenda juu. Baada ya kupata chakula tukakaa tukafanya dua. Yule tajiri akaniambia, hapana shekhe, tupande juu. Tukapanda juu, tunakwenda kumkuta kuna binti amelala kitandani. Yule binti amejaliwa neema 2 tu au kama sio 3. Neema ya kwanza, yule binti anaweza kuzungumza kama mimi ninavyozungumza, lakini pia machozi kutoka katika mbone yake. Cha 3 ni akili yake kutambua anayoingia na anayetoka. Tofauti na hapo, binti mzuri wa 2000 amelala kitandani. Na yule bwana aliyetualika chakula kumbe ni mumewe. Kilichotokea ni kwamba yule jamaa anatuambia, shekhe, shida nilokuleteeni kwayo ni huyu binti. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao mjabatika kuingia katika Uislamu, nilimtazama yule binti. Hapa ndo unatumia nguvu yako ya asili ya kiroho. Nikamtazama yule binti, kuna elimu inaitwa firasa, kuna elimu inaitwa qayafa, kuna elimu inaitwa arruhana. Elimu inaitwa firasa ni inaweza kuwa wewe unayo lakini haujui. Ni ile unaweza kumtazama mtu kamtambua maisha yake ya baadaye au sasa hivi anakutwa na kitu gani. Au mtu akawa anazungumza kawaida, unamsikiliza ukagundua vitu vingi ambavyo wewe mwenyewe havijui. Hiyo ni elimu inayoitwa firasa. Lakini kuna elimu inaitwa qayafa. Qayafa ni lazima uende ukasomee, wapelelezi wanakwenda, watu wa usalama. Umefanya kosa, akija akikuuliza mara 2 mara 3, basi wewe hata ukatai vipi lazima atakwambia umefanya, na kweli utakuwa umefanya kweli. Lakini kuna elimu inaitwa arruhana. Watu wengi walikuwa nayo elimu hii, lakini baadaye imekwisha kupotea kwa kusimulia ndoto zao. Arruhana maana yake unalala, unaota ndoto, alafu ile ndoto inatokea vile vile au zaidi ya vile, au kama ikipungua basi ni kidogo sana, na wewe unakuwa unajua kabisa kuna siku nililala usingizi nikaota jambo hili. Ndugu zangu Waislamu, kuna namba hapo. Kuna namba ambayo ni ya kawaida, hiyo unaweza kupiga kokote katika ardhi ya Tanzania na ukaelekezwa, na dawa za kujifungua katika vifungo ambavyo umekwisha kufungwa, kichawi, kishaitani, kijicho, kisihiri na mengineyo mengi, miongoni mwa hayo hasadi. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala ukarejea katika hali yako ya kawaida, na dua ambazo zinakwenda kufungua haya yote ambayo nimekwisha kukueleza. Lakini pia kwa wale mlioko nje ya nchi, kuna namba inaishia 771. Hiyo ni namba ya WhatsApp. Piga kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Wewe uliozunguka katika ulimwengu, umetupa fedha, sasa hivi ungejenga nyumba, lakini mambo yako yamekataa. Insha Allah nitafute, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala nitakufungua baktatan, na mambo yanaweza yakaenda mpaka ukashangaa. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, yule binti nikamuuliza, hebu niambie chanzo cha tatizo ni nini? Yule binti akaniambia, shekhe, mimi nililala nikaota ndoto. Hapa tutakuwa tuna darasa la ndoto, usidharau ndoto. Tutakuwa tuna darasa lake hapo mbele. Niliota ndoto rafiki yangu amenichoma kitu mgongoni. Baada ya kunichoma kitu nikashtuka usingizini. Baada ya kushtuka nikaisikia haja, nikanyanyuka nikaingia uani. Baada ya kuingia uani, nimefika tu uani nikaanguka. Basi pale pale ndio shekhe nimepooza mpaka hivyo unavyoniona. Hospitali zote tumekwenda lakini imeshindikana. Huyo binti unamjua? Anasema naam, ni rafiki yangu. Ikabidi tufanye jitihada kubwa. Muda hautoshi kuelezea jitihada tuzozifanya yule binti afike pale. Kupitia watu wakubwa. Yule binti akaletwa. Lengo tunataka tuangalie huyu binti amefungwa kiasi gani, na kuna elimu nilikuwa nataka niichukue pale nikuleteni mimi. Ikhwani, yule binti alipokuja pale akasema, shekhe, huyu kijana, tazama, mtu unaweza kuwa naye unacheka naye, ni rafiki yako kama nilivyosema hapo mwanzo, anaweza kukufunga na usimwamini. Unaishi naye anaangalia tu nyakati za kukupiga. Anaweza kuwa ni mtu katika familia yako, unacheka naye, unamueleza siri zako, lakini ndio ikawa ni sababu, kwa sababu haiwezekani wewe unatibiwa alafu hauponi. Ina maana kuna mtu anafuatilia na anajua nyendo zako. Sikilize chikisa. Yule binti anasema, shekhe, huyu ni rafiki yangu tokea wazazi wetu, tunakaa mtaa mmoja. Tokea darasa la kwanza mpaka nafika chuo kikuu tunafahamiana. Anasema jambo ambalo limepelekea yeye kulala hapo na mimi kufanya hicho nilichomfanya, na hapo shekhe mimi nimemfanyia kitu kibaya, na baada ya kugundua amefungwa nikataka nikuleteni elimu, lakini kwa kumtaka muhusika kwa sababu walikuwa wanafahamika.
Sasa nyinyi ni wangapi mna watu ambao hawafahamiki, ambao unaweza ukaja kwetu na tukakufanyia jambo ukashangaa katika maisha yako. Nikamuuliza, nieleze sasa ulifanyaje mpaka ubinti akawa hivi? Au sababu ni nini? Hapa ndo tunaingia kwenye kisasi. Anasema ubinti mimi niliipata siku moja natoka chuo, nikakutana na kijana mmoja mzuri handsome. Ana gari ya maana. Kama ni V8 kama nini Allahu aalam. Anasema yule binti, yule kijana akawa anani approach muda mrefu. Zaidi ya mwezi mzima ananifuatilia. Mpaka siku moja nikaamua kutoa namba yangu. Baada ya kutoa namba yangu, yule kijana akaonyesha anania. Ikawa nikikaa 500,000. Tazama, kuna watu mlikuwepo katika maisha yenu, unampata mtu anania ya kukuoa, ukikaa 500,000, milioni 2, milioni 3. Pale mlipoanza kutangaza kwa baadhi ya watu wenu wa karibu, ghafla ile hali ikakata na inakuwa ngumu tena kupata mchumba wa mfano wa yule au yule mwingine kurejea, kwa sababu mmefungwa. Ndoa nyingi zinakuwa zinaingia sasa zinapitiliza na nyota zenu zinakuwa zimefungwa, kwa unakuwa una power, wala ulimwengu wa kiroho unakuwa ufanyi kazi kwako. Nisikilize kwa makini wewe mpenzi wa Khalifa Sheikh Saleh Makarama, na narudia mara mbili namba zinazopita hapo. Hiyo namba nyingine ni namba ya kupiga kawaida, lakini 771 ni namba ya WhatsApp. Anasema baada ya kuwa mimi nimemkubalia kijana, akaenda nyumbani. Kumbe kijana yule alikuwa na kampuni kubwa ya familia, na yeye ndo alikuwa msimamizi. Na ni mtoto pekee katika familia yao. Alikuwa anaweza kufanya chochote kwa sababu mali zote sasa ni za kwake. Kijana huyu akaongea na wazazi wake, wakaleta posa kwetu. Na baba yangu alikuwa ni muuza dagaa, anatoka huko Mwanza analangua dagaa, alafu anazileta, anakwenda anasambaza kwa wateja baada ya wiki ndo wanampa pesa yake. Ina maana ni swala la muda sana, ni maisha ya duni sana. Kusoma kwenyewe amesoma kwa tabu mpaka kufikia hapo. Sasa maisha yanakwenda kubadilika. Posa imepelekwa, mahali imepelekwa, watu wakajua kwamba binti baada ya kumaliza chuo anaolewa, raha zikawa zinaingia, inafikia mahala mpaka mtaji baba mkwe akapewa. Sasa rafiki yake akamuona huyo binti anaanza kubadilika, mara simu, wale mnaopenda macho matatu, simu mara macho matatu, tunasubiria tu ya macho manne kama itatoka. Maana kuna watu hasa mabinti akili wamechanganyikiwa kwa ajili ya macho matatu. Yule kijana akawa anampa anachokitaka yule binti. Rafiki yake akamwambia, hebu nionyeshe wewe unayapata wapi hayo. Hapa ndipo alipokosea. Siri watu hawana kaba. Yule binti kumwelezea akamwambia, nikutanishe na huyo shemeji yangu. Akamkutanisha. Baada ya kumkutanisha, siku moja yule binti akamfuata, kumbe ikachukia. Anamfuata anamwambia, naomba namba za huyo rafiki yako, za shemeji yangu. Una shida gani niambie? Anasema hapana, mimi nina jambo private nataka nimwambie. Yule binti akachukua namba akampatia. Basi baada ya hapo haikuchukua muda, yule binti akashangaa mawasiliano baina yake yeye na yule mwanaume yanakata, na yule binti akaaga kwa rafiki yake, anasema nasafiri nenda zangu labda Bukoba huko kwa babu zetu, mimi chuo naacha. Kumbe yule binti anakwenda kuolewa na huyu mwanaume. Yaani binti anaolewa na mume au mchumba wa rafiki yake. Binti yule akachanganyikiwa baada ya mawasiliano kukata, lakini watu wanaweza kukunyima chakula, lakini neno hawezi kukunyima. Siku moja nakutana na mtu anamwambia, unamjua yule mchumba wako? Kamuoa nani? Sijui. Nimeona tu mawasiliano anakata, anamwambia kamuoa rafiki yako. Yule binti kataka kujiua mara 3. Baada ya kutaka kujiua mara 3, akasafirishwa akapelekwa Dodoma kwa ndugu yake, kwa shangazi yake. Kule shangazi yake alikuwa anatumia maneno magumu, kwa sababu yule shangazi yake ni wanasema yale mashangingi ya mjini yale majitu yaloshindikana. Hayakuelezi kwa lugha ya upole, isipokuwa ni kwa ghadhabu na kwa matusi makubwa, kiasi ambacho yule binti ile hali ikawa inamuumiza. Mwisho siku akaanza kuzoea, mwisho siku akapandikizwa ujasiri na roho ya ajabu kwa shangazi yake. Alipoona amelikava akaomba arejee Tabora. Amerudi kwao Tabora, yule binti akaanza kutafuta kulipiza kisasi. Nataka nikuonyeshe unaweza kufungwa kwa namna ipi, kwa kuangalia hajani al-bahr, hububu riyahi, kusufu al-qamar, kusufu shamsi, au unapoingia mwaka na kumaliza mwaka, kama vile ambavyo tumeumaliza huu mwaka uliokwisha kupita na tupo katika mwaka mwingine. Wewe uko radhi yale yaliyopitikana katika mwaka uliopita, wa dhiki, wa tabu, miezi 12, mipango yako haiwi, maradhi yako hayatoki, hasadi kwako ndio kimbilio lake.
Shida kwako ndio kimbilio lake. Linalokupa furaha halidumu, na likidumu mbele linaleta matatizo makubwa. Njoo miezi iliyobaki 11 kwa idhini yake Allah, utaishi kwa raha kiasi ambacho hautoamini, na utaamini kwamba dua zipo. Kikubwa tuzingatie nyakati na muda, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, wallah wa billah, namshuhudia Allah mbele hizi kamera, mtakuja kuhadithia na kuwahadithi watu. Kama ni ushuhuda mtautoa baada ya kututafuta na tukafanya mawasiliano na tukafanya kile ambacho tunachohitaji kukifanya kwa tatizo lolote ulilonalo. Binti yule amempata mtaalamu, yule mtaalamu wa matunguli au washirikina. Binti akamwambia, namtaka fulani nimfanye vile ninavyojisikia. Yule jamaa akamwambia, alikufanya nini? Akamuelezea, akasema sawa, niletee vitu 5. Sikiliza vitu alivyoagizwa. Yule binti akaambiwa atafute ugoro, atafute tumbaku, atafute bangi, alafu atafute nazi. Kitu cha 5 akaambiwa atafute mkojo. Kuna wale walevi wanaotembea huko kwenye mabaa, labda alikuwa anakunywa maji akajisikia haja, sasa pa kwenda kujistiri hana, akaweka akakinga kwenye ile chupa ule mkojo wake, kisha akaufunga akautupa. Tazama, hivi vitu vyote vinakwenda kuleta hatari kubwa. Anasema vyote nilivipata na nikavileta kwa wakati. Na kitu cha 6 aliniomba nguo ya yule mtu. Mtu anaweza kaleta nguo yako, athari yako yoyote, mate, nywele, unyayo wako. Anasema kweli nikavipeleka, ila mkojo ulinisumbua sana. Nilihangaika mpaka siku ya mwisho nikasema bana, mimi ndio mwenye kushindwa. Mimi ni ng'ombe asiyezaa. Kuna watu wanakosa baadhi ya mambo mpaka wanasema wao ni ng'ombe asiyezaa, na kama kazaa basi huyo atakayezaliwa atakuwa tasa. Anasema siku hiyo narejea nyumbani, nilikuwa natoka alfajiri, natembea nyumbani, naenda nyumbani, nimeshakata tamaa ya kupata huo mkojo. Nafika njiani, ghafla nikasimama, kama kuna mtu ananiambia, unajua ibilisi huwa achezi mbali na katika mambo ya kudhurudhuru haya. Ibilisi, yani kama kuna mtu ananiambia ingia kushoto, ingia kushoto. Akili kamtume ile binti akaingia kushoto. Kule anaingia kushoto, anatazama mbele, anaona kabisa kitu cha njano kimekaa kwenye chupa, tena kinaonekana cha leo. Yule binti akaenda kwa kasi kubwa. Alivyofika wala hakuna kinyaa, alishika lile kopo, kunusa ni mkojo, tena bado wa moto. Unaambiwa nilipata furaha sije kuipata katika maisha yangu. Nikampelekea yule mtaalamu. Yule mtaalamu akachukua sinia au sahani nyeupe, akaandika maandishi ya Kiarabu, kisha akachukua ule mkojo akamimina kwenye lile sahani, kiasi ambacho mkojo ni wa njano, lakini kutokana na ile zafarani iliyoandikiwa maneno ya Kiarabu, pote pale pakawa ni pekundu na mkojo ukabadilika rangi. Kisha akachukua ile nazi akaikuna, akaandika pia maandishi ya Kiarabu, kisha akachukua ile nguo ya yule binti ambaye walikuwa wakiazimana. Jihadhari na nguo, jihadhari na nywele, jihadhari na mate. Lakini kuna ndoto zingine unaweza ukaota umelishwa kitu cha ajabu, unatema kumbe kuna mwanga ndo kashafika usiku, anataka kuchukua kile unachokitema ambacho ni athari yako, ambao ni mate. Sasa unajinusuru vipi na hayo? Inshallah tutafute. Wallahi umetembea wewe, umehangaika kwa mashehe, lakini kwa Khalifa Sheikh Salim Makarama umefika mwisho wa matatizo. Na mimi ninakwambia ukweli, wala sijifahari kwako. Tumefanya kazi nyingi na tunajua kwamba kile tunachokifanya, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala yatakuondoka hayo yote. Anasema baada ya kuwa ameweka yale maji yale ya nazi, baada ya kuitoboa ile nazi, yale maji akayamwaga, kisha ule mkojo ndo ukamiminwa kwenye ile nazi. Baada ya hapo ikaingizwa ugoro, tumbaku, bangi na vitu vyote ambavyo vilikuwa vinahitajika. Kisha ikafungwa kwa gundi. Wakaugundisha na gundi. Kisha baada hapo wakakaa sasa, wakaanza kuazimia. Tena binti anashika uchawi bila kujijua, anaazimia yule binti alale kitandani katika maisha yake yote, ifikie mahala haja zote ziwe pale pale, na baada ya hapo afe kwa jambo alilofanya. Yule mtaalamu akamwambia, ukishachukua hii nenda nayo mpaka nyumbani kwako, hii nazi tafuta sinki lile la maji machafu. Tazama kuna watu wana nuksi, mnaotazama darasa hii, jitazame wewe, ukifika mahala unaonekana vipi? Kazi unaweza kupata siku 2, siku ya 3 ukafukuzwa. Unaweza kaenda kuomba kazi alafu wengine wote 9 wakapewa, wewe wa 10 peke yako ndio unakuaga unarudishwa nyumbani. Ushakujiulisha una nini? Yani kuna watu wana nuksi kiasi ambacho ukionekana kwa watu wanaona afadhali hata hicho kinyesi kuliko kukuona wewe. Na haya tunafanyiana na watu ambao tunakuwa nao. Hakuna mtu anayependa neema yako. Anasema kulu dhi ni'ma al-maqsud, kila kwenye neema lazima ihusudiwe. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kineema chako hicho ulichonacho hicho
ndio unakusudiwa. Na mimi nawaambia ni kipindi ambacho mnajiweza ndio kujiwekeni kinga. Tufateni tufanye dua za kinga na tufungue mambo. Hapa tuna mambo mawili, tunafanya dua ya kinga kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, alafu tunafungua miezi 11 iliyobaki utaishi wewe katika maisha unayoyataka wewe kama vile ambavyo wanayoyaishi watu wengine. Hakuna aliyeumbwa na Allah tabaraka wa taala hajateseke katika ulimwengu huu. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, ile binti akachukua ile nazi akaenda mpaka nyumbani kwake. Kulikuwa kuna kalo la maji machafu, watu wakijisaidia yale maji yanakwenda yanahifadhiwa mule. Yule binti akafika akalifungua lile usiku, wazazi wake wamelala, akanuia tena, kisha akaiweka ile nazi. Alafu siku 3 akawa anakaa karibu na lile sinki la choo, anasikilizia kitu gani kitakachotokea, maana aliambiwa kuna ishara zitatokea. Baada ya kuwa amekaa ndani ya siku 3 akasikia kishindo kikubwa. Baada ya kusikia kishindo kikubwa, hapo akapata amani. Na yule binti ndo siku ambayo usiku wake anadondoka na ndo analala na hatopona tena mpaka tulipofika sisi. Huyu binti amefungwa kupitia nguo yake asipone, na wamehangaika kwa mashehe wengi. Unajua sisi tulitumia nini? Na darasa lijalo nitakueleza huyu naye ilifanya vipi mpaka akamchukua mwanamke wa rafikie. Kwa kifupi tu kwa faida, unajua njiwa, wewe unanitazama unawajua njiwa. Wale njiwa anapotaga huwa anataga mayai mawili tu katika maisha yake yote. Na haya mayai mawili, yai moja huwa anatoa jike, yai moja huwa anatoa dume. Na hawa njiwa wanapokuwa huwa wanakuwa ni mke na mume. Sio sisi binadamu mkizaliwa mama mmoja, mtu na dada yake mnakuwa. Njiwa anapotaga mayai ni mawili, moja anatotoa jike, moja anatotoa dume. Na huyu jike na huyu dume ndo wanaoana. Sasa ukillahi wa billahi, hawa njiwa wawili ukawatengeneza, unayempenda atakupenda vile ambavyo wewe unavyompenda zaidi yake, hata mara 100 yake. Si mna wapenzi? Na watu mnawapenda, wanakuteseni, mnahangaika, mnawapa wanavyojisikia. Yaani wakiguna umempa, akifanya hivi umempa, lakini pia anayekula raha mwingine. Sasa hawa njiwa wawili tukiwapata, hata kama uko Marekani, mimi ninakutengenezea kitu ambacho hutokuja kusahau katika maisha yako. Unalinda ndoa yako, unalinda furaha yako, unalinda mume wako, unalinda kipato chenu, na maisha yanakwenda. Watu wanafanya kazi za maana, lakini fedha zinakuwa ziji nyumbani, zinakwenda kwa sababu hawa tayari wamekusha kufungwa na mahawara huko nje, pesa zinakwenda huko, watoto wanahangaika, na mara nyingi wanaoteseka ni kina mama, ndio wanabaki na familia. Yule binti tulimtibu kupitia kitu kinachoitwa atamkin. Atamkini ni hii dawa. Hii hapa. Atamkini. Atamkini maana yake nini? Tamkini ni kumakinishwa. Na hii dawa hauinywi tu kama vile mtu unavyowasikia utakunywa mara 3. Sisi tunakwambia kwa wiki kunywa siku fulani na siku fulani. Hii siku ndio tunajua kwamba hii siku inatokana na nini, na inatokana na wewe na kutokana na wizani wa jina lako. Na nataka kuuliza maswali, jina lako nani? Usishangae. Na kuuliza jina kwa ajili ya kujua wizani wako. Ukishanitajia na kuambia siku yako ni siku fulani, kunywa hii dawa. Kuna watu wanakunywa dawa lakini zinakuwa maji kwa sababu kuna wizani wa masiku. Tumia dawa yako kupitia siku ambayo tutakokuwa tumekueleza. Atamkini. Tamkini ni kumakinishwa. Na zipo aina 3. Hii ni aina moja hii ya kunywa ambayo tunakuonyesheni hapa, lakini kuna tamkini ya kunywa, kuna tamkini ya mafuta, kuna tamkini ya kujifukiza, na kuna tamkini ya kukoga. Dozi zinakuwa ni 4. Inshallah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, jipinde kwa gharama yako, njoo tufikie tukupatie, alafu tutakuelekeza jina lako nani fulani, dawa hii utatumia siku fulani, utatumia siku fulani, utatumia siku fulani. Na sio unatumia dawa mwezi mzima hauoni matokeo. Ni dawa ambayo unakwenda kutumia, na wakati unatumia kama ni sihiri, utajua kwamba kweli mimi nilikuwa nimesibiwa na maradhi ya sihiri, na mimi nilikuwa nimefungwa. Na hayo yote tunayajua kutokana na nyakati tunazozungumza, lakini pia tunajua kutokana na jina ambalo utakokuwa umetutajia. Kokote uliko duniani, dawa hii tunaweza tukaituma na ikakufikia kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Hiyo namba inayopita hapo ya kawaida ni namba ya kupiga, unapiga, lakini 771 ni namba ya WhatsApp. Kwa hiyo hii dawa utakwenda kuitumia kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Kwa binti yule akatumia dawa, wallahi yule binti amekaa pale anatumia dawa, akaanza kuhisi anabeua. Nikisema kubeua nafikiri unanielewa ndugu yangu Muislamu.
Ni sawa sawa mtu umekunywa labda soda ya namna yoyote ile, alafu kuna gesi inakuja alafu unabeua. Ndivyo alivyokuwa anafanya, lakini ubeue wake unaweza ukaogopa au ukakimbia, kwa sababu alikuwa anatoa vitu vya ajabu vyenye harufu mbaya yenye kunuka. Binti yule akabeua, na kadri anavyobeua anahisi kama kuna kodi au kuna vifungo vinamfunguka kwenye mwili wake. Basi yule binti akafunguka, ni pale pale alinyanyuka, akakaa, jasho linamtoka. Alichokisema, bana, kweli nilimchukua mume wako huyu mtarajiwa kwa madawa, niko radhi leo nimrudishe nibaki na afya yangu. Ilikuwaje? Yule naye alitamka nini? Na mwanaume tayari ndo akili kaanza kumwijia. Unajua kuna wanaume wengine wanachukuliwa kutoka kwenye familia zao, wanakuwa kama wenda wazimu, wanakuwa wanahisi wako sawa sawa. Lakini pale ambapo unapokuja kutumia dawa zetu, yule mwanaume tunakutibu wewe, lakini tunawazindua na watu wengine waliowekwa mbali. Kuna wangapi wanapata maradhi, au kuna wangapi wanapata shida na nuksi, watu wao wa karibu ndo wanawakimbia, wanawatenga. Sasa tunawazindua mpaka wale wanakuja kujua umuhimu wako. Huyu bwana je, alimuoa yule mwingine wakawa wake wenza, wake wawili, au ilikuwaje? Usikose katika darasa linalofuata. Kwa hapa tunachokifanya ni kuzingatia hizi nyakati, ambazo hizi nyakati zinaweza zikakupelekea wewe katika shifa na ponyo lililokuwa sawa sawa. Sasa ni vitu gani ambavyo mara nyingi ujihadhari navyo wanavitumia? Mara nyingi huwa wanachukua kama hivyo vitu tulivyotaja hapo mwanzo, wanachukua nywele, mate, unyayo au nguo yako. Wakishavipata hivi vitu, wanaangalia nyakati ambayo wao sasa wanajua hii tukipiga kwa kodi zake. Unajua kila mwanadamu ana vitu viwili katika ulimwengu wa roho, nilizungumza pale, ambapo kuna ulimwengu ambao ni wa kiasili, ni yale majini ya asili. Yani mtu anakuwa na mizimu ya ubabani na mizimu ya umamani. Katika masuala ya mizimu, hao watu wanasumbuliwa sana na mizimu. Automatically inaweza kawa haujafungwa na mchawi, haujafungwa na binadamu, lakini mizimu, kwa sababu wazazi wenu walikuwa wanaipa au wanayapa au wanatoa kafara fulani kwa mizimu yao, nyinyi watoto hamfanyi, mnajikuta sasa mnakuta ile mizimu inakufungeni, kwa sababu nyinyi hamtekelezi yale ambao walikuwa wanatekeleza wazazi wao. Biashara haziendi, kuolewa muolewi, mtakachokifanya hakiendi, watu wanakuchukieni, nyinyi ndo wabaya. Yani ya hovyo yote ndio yanakupateni. Na pale mizimu inapokuwa inakufungeni katika jambo, basi hata mtu kukuroga inakuwa ni rahisi, kukufanyia hasadi inakuwa ni rahisi, na vitu mfano wa hivyo inakuwa ni vyepesi. Sasa huyu mwanadamu katika ulimwengu huu, mtu anapotaka kukuroga na amechukua athari zako, anachokifanya anaweza kukupiga hata kupitia mizimu yenu ya asili, ambapo akishakupiga anakufunga na mizimu haitolewi. Sikilize vizuri, na sikudanganye mtu akakwambia mizimu inatolewa. Mizimu inafungwa kwa mkataba maalumu. Unaweza kaifunga mizimu kwa miaka hata 1000 mbele na inakubali. Ukishaifunga hii, ndio inajikuta familia inakwenda, watu wanakuwa salama na vitu mfano hivyo. Kwa mtu anaweza kukufunga kichawi, mtu anaweza kukufunga kupitia mizimu, mtu anaweza kukufunga kupitia majini, lakini mtu anaweza kukupiga hasadi, ukashangaa mambo yako yameharibika. Sasa nawataka wale ambao mambo yao yameshindikana mwaka uliokwisha kupita, 2025 nadhani, sasa tupo 2026. Mwenyezi Mungu inshallah atakufungueni, atakupa yale mnayoyapata au yale mnayoyataka. Namba za simu ndo hizo za kupiga, ili tuweze kuingia katika dua na kumwomba Allah tabaraka wa taala atufanyie wepesi. Dua ziko nyingi ambazo tunaweza kufanya na Allah tabaraka wa taala akatujalia wepesi. Lakini pia dawa hii inaitwa Atamkin, dozi yake ni chupa 4. Ni dawa mujarrabu sana, muaddabu sana. Ikiingia katika mwili wako utajisikia kweli nimetumia dawa, lakini ni dawa yenye kuleta mabadiliko. Lakini pia ziko dozi chupa 4 ambazo ukizipata kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi katika yale unayoyatamani. Lakini kubwa kabisa ni dua ya kufungua. Hiyo sasa nitaomba kila atakayehitaji hiyo namba ya WhatsApp ya 771 nitumie message. Sasa Sheikh, salamu alaikum, nahitaji dua ya kujifungua mwili wangu. Maana la kwanza ni kufungua mwili, alafu baadaye unakuja kutumia dawa yako. Sheikh, nahitaji dua ya kufungua mwili. Tutakuchukua, alafu tutapanga utaratibu wetu, tutafanya hiyo dua, na kuna vitu nitakwambia popote ulipo uvitafute. Ukishavipata tutafanya dua ya kufungua mafundo 12.
kama vile ilivyokuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alifunguliwa mafundo 11, lakini wewe tutakufungua mafundo 12. Lakini pia kwa sababu imebaki miezi 11, wewe tutafungua mafundo 11, sababu mwezi wa kwanza umekwisha kupita, ili Mwenyezi Mungu, kama umefungwa katika mlango wa kupendwa, basi Allah tabaraka wa taala akufungue. Kama umefungwa katika mlango wa matibabu, kwamba usipone utumie dawa lakini uhangaike, Mwenyezi Mungu akufungue. Kama umefungwa katika mlango wa kupendwa au wa riziki au wa kibiashara wa namna yoyote ile, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala aweze kukufungua. Kwa haya machache tuliokusha kuzungumza, na kusisitizeni sana kushare na kusambaza kwa watu mnaowapenda. Lakini kubwa vile vile, namba zetu za simu hapo, hiyo 771 ni ya WhatsApp, nayo ni nyingine ni ya kawaida, unaweza kupiga Tanzania. Na wale mliopo katika ardhi ya Tanzania, ukitaka dawa zetu hizi, hasa ulioko katika ardhi ya Dar es Salaam, tutakuletea mpaka nyumbani kwako. Yani inafika mpaka nyumbani, lakini ni vizuri mkafika ofisini kwetu. Lakini kwa wale mlioko nje pia tutakutumieni, lakini pia dua na mengi tutazungumza kupitia namba hizo tulizotaja hapo. Wa aqul lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.